Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sitaki niwe mimi muongeaji sana, kwa sababu ugeni huu leo wewe ndio mgeni rasmi, lakini muda mfupi tulipokuwa na shughuli moja hivi asubuhi ukaniambia basi mheshimiwa, kwa sababu upo umekuja kuniunga mkono kwenye jambo hili, naomba kuna jingine la mchana tuwe pamoja. Nami sikufanya kigugumizi kwa sababu mimi ni mama. Nikasema nakwenda kwa sababu hasa sehemu nilotajiwa naipenda sana. Vikosi vikosi la ndio la kweli kweli. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nisichukue muda wako, niseme lile ambalo kwa kweli niseme nimefurahi sana kufika hapa leo. Na wakati huu nikushukuru sana kwa mwaliko wako, maana nisingeweza kufika lakini ukanambia njoo, na mimi nimejua haya ni mapenzi yako kwa sababu wewe ni mtu mwema sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kabla sijasema kitu, nasema nitoe salamu kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia rais wetu mpendwa baba yetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Anawasalimia sana, anawapenda sana na anawatakia Ramadhan Karim. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu nafasi hii nasema sijui kama nitaipata tena au siipati, kwa ile furaha ilionijaa. Nimeona vitu mpaka na mimi nimeenda kucheza hiyo singeli japo sijui, lakini nimecheza. Nimeguswa, nimeumwa, na hii ndio faida ya kuwa na makada wa Chama cha Mapinduzi. Mimi ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Hivi umri wangu mnavyoniona, lakini mpaka na staafu kuingia ubunge natokea umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi nikiwa nafasi ya mkuu wa utawala Zanzibar. Kwa hiyo najivunia sana chama changu cha Mapinduzi, lakini niseme nawashukuru sana vikosi vyetu. Nawashukuru kwa kazi ambayo imetukuka, kwa kazi ambayo mmefanya, kwa upendo, kwa uzalendo. Sisi hatuna cha kuwalipa, tunasema Mungu ndio atakayewalipa nyinyi kwenye kazi zenu. Lakini niendelee kuwaomba sana kama alivyosema Mkuu wa Mkoa ndugu yangu. Muendelee kuwa waadilifu, muendelee kuchapa kazi, lakini kuhakikishieni wanasiasa sisi tutakuwa pamoja na nyie bega kwa bega. Na hasa kwa uzalendo wenu ambao umeendelea kuonesha siku hadi siku. Najua muna malezi mazuri ya viongozi wenu wanaowaongoza. Maana haya yasingewezekana kama hamna viongozi wazuri. Lakini msina mashaka na nyinyi mmeiva, mmeshiba, mmekinai roho zenu na uzalendo mmeweka mbele. Uzalendo basi mtanitengea siku moja nije nizungumze na mimi. Ikipendeza kamanda. Bana leo si siku yangu naona nakolea, tuna bado na vitu vingi. Nataka niongee. Leo ni shahidi Mkuu wa Mkoa nilinongana naye kule kwenye shughuli moja tuliokwenda asubuhi. Nilimwambia Mheshimiwa Rasi, naomba ikikupendeza kwa sababu vikosi vyetu hao mna vijana wenye vipaji vya aina tofauti. Kwa kila fani mimi najua. Sababu mimi nimetokea umoja wa vijana. Namna gani najua? Na umri wangu mnavyoniona, mnavyotaka mkiniambia twende tunakwenda. Hapo vipi? Habari ndio hiyo. Kama mlikuwa hamjui tupo. Tena tumezaliwa Pemba sisi. Lakini tumeiva, wazalendo, tumekolea na tunaahidi tutalinda nchi yetu. Ndio. Nakwenda tu. Shauri zao. Sisi tuko vizuri. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kikupendeza tumepata burudani hapa. Nzuri sana. Imenigusa ndani ya roho kwa sababu ilikuwa na maudhui ya leo kujipongeza. Lakini kama nimekuja kwetu kwa vijana wangu sehemu yetu, na mimi ni mama, maana mimi ni mbunge wa wanawake wa mkoa huu. Ya nini nilete longolongo maneno matupu yanatakiwa sasa hivi? Watu wanataka vitendo. Au vipi? Vitendo vinaongea. Si tunamwona Dr. Mwinyi na Mama Samia kasi yake. Sisi nani tukae nyuma? Hakuna sababu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kamanda na viongozi mbalimbali wa vikosi vyetu vya mkoa huu, nimemwambia Mkuu wa Mkoa tarehe 28 nategemea tutakuwa na jambo hapa kaskazini. Mimi tarehe 29 najua ni Ramadhani, tutajiza si Ramadhani Mheshimiwa. Ndio Ramadhani, je tukataza tusifanye shughuli zetu za maendeleo? Nimesema nimeguswa na michezo. Vikosi vyote nitavipatia jezi seti 2 na mpira.
mkishiba mnatakiwa mfanye mazoezi, mwe na afya. Sisi bado tunawategemea mpaka 30 mpaka kuendelea. Sasa kama hamkucheza, kama hamkufanya mazoezi, kwa hiyo nitakuja kuzikabidhi jezi kwa mkuu wa mkoa, ataita wakuu wa vikosi vyetu tarehe 29 mwezi wa 3. Ni juzi, kesho kutwa tu vitakuja hapa jezi hizo na mipira yenu, mtafanya mazoezi. Na hiyo ni rasharasha tu, sio kama nimeisha.